na kushare jambo hili jema, neno la Mungu, neno takatifu. Mshukuru sana Baba Askofu Mkuu kwa kunipa nafasi hii ili niweze kusema. Angeweza kusema mwenyewe, lakini ilimpendeza anipe nafasi, kama alivyosema niagane na mkutano huu. Bwana Yesu asifiwe. Bado ni askofu mpaka mwezi wa 10. Na baada ya maneno hayo, naomba nitoe pongezi kwa ndugu yangu Julius, kaka yangu ambaye anamaliza huduma hii ya utawala, lakini sio ya injili. Hongera sana kwa hatua hiyo ya baraka. Lakini pia nimpongeze mdogo wangu Jacob kwa kuitwa na Mungu kutumika katika wakati huu. Sio jambo rahisi. Inahitaji neema na rehema za Mungu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana ndugu yangu, naamini Mungu atakuwezesha. Asubuhi ya leo nataka nimshukuru Mungu kwa kusema neno lake. Tutafakari hasa mambo mawili. Nini hasa wajibu wa askofu? Na nini hasa wajibu wa Wakristo? Mambo haya yatupeleke kutafakari jambo hilo. Kimsingi katika kanisa, na hasa kanisa Anglikana, yako madaraja makubwa matatu. Madaraja matatu. Daraja la shemasi, daraja la kasisi, na daraja la askofu. Na katika haya matatu, daraja la askofu ni daraja la juu, na yeye ndiye kiongozi mkuu katika kanisa Anglikana. Wajibu wake wa kwanza ni kumwakilisha Kristo. Yeye anasimama kama mwakilishi, anamwakilisha Kristo. Haendi kwa nguvu zake, haendi kwa akili yake, haendi kwa uwezo wake, anaenda kwa kumwakilisha Kristo, na yeye ni mtumwa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wajibu wake wa pili ni kulinda imani na umoja na nidhamu ya kanisa. Jambo hili sio jepesi, ni jambo zito. Wajibu wa tatu ni kutangaza neno la Mungu, kufundisha na kuliongoza kanisa. Na mambo haya yote anayafanya akimwakilisha Kristo. Jambo la 4 ni kuwaandaa wahudumu na kuwaamuru kwa daraja takatifu, ili kuendeleza utume wa kanisa la Kristo. Kufanya hayo yote hafanyi kwa niaba yake mwenyewe, anafanya kwa ajili ya Kristo aliyemtuma. Na hivyo askofu ni kuhani mkuu na mchungaji mkuu wa diocese kwa niaba ya Kristo mwenyewe. Askofu ni mwangalizi na mlinzi wa imani, anayewajibika kuona kwamba ukweli kamili wa injili ya Mungu katika Kristo unatangazwa. Aidha, anasimamia nidhamu ya kanisa na kuwajibika kuona kwamba ibada zinaongozwa kwa utaratibu uliowekwa na kanisa ndani ya makanisa yote yaliyo chini yake. Kusimamia utoaji wa huduma za sakramenti takatifu
kanisa kwa kufuata misingi na utaratibu wa kanisa, kulinda mapokeo ya kanisa na kusimamia ili kuendeleza utume kama alivyokabidhiwa mara moja, kama tulivyokabidhiwa mara moja na mitume na manabii. Askofu ameitwa kulinda imani, umoja na nidhamu ya kanisa, kuamuru na makasisi na mashemasi, na kushirikiana na maaskofu wengine kuwekwa wakfu kwa maaskofu wapya katika uongozi wa kanisa Tanzania na dunia nzima. Na zaidi ya yote, yeye ni mwenyewe kuwa kielelezo kamili cha mchungaji na kuwa mwaminifu katika mambo yote, kuwahurumia wanyonge na wenye uhitaji kama Kristo alivyotuhurumia sisi. Wajibu huu ni mzito sana, unahitaji hekima na uongozi wa Roho wa Mungu. Mfalme Sulemani aliomba apewe hekima katika Wafalme wa Kwanza sura ile ya 3 mstari wa 3. Sulemani anasema, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu watu wako walio wengi namna hii? Na unaona, kwa utii na unyenyekevu wa Sulemani, Mungu akamwambia maneno haya. Anasema, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho ya adui zako, bali umejitakia akili na kujua hukumu. Mungu akamwambia, nitafanya hivyo kama ulivyosema. Jacobo, unahitaji kumwomba Mungu akupe hekima. Kazi hii sio nyepesi, na hasa katika karne hii ambayo Wakristo wa sasa wana maswali mengi badala ya kuwa wanyenyekevu na watii. Watahoji tu kila kitu, na hiyo haitashangaza. Sulemani akasema, Mungu nipe hekima. Hapa siwezi peke yangu kwa akili yangu na kwa uwezo wangu. Leo unapokusudiwa kuwekwa wakfu, unahitaji hekima na moyo wa adili ili umwakilishe Kristo kwa kazi hii nzito. Musa alipoitwa aliogopa na kutetemeka sana. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 11, neno la Mungu nasema, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wako wa Israeli watoke Misri? Isaya pia alipoitwa alisema, ole wangu, kwa maana nimepotoka, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa katika watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Isaya 6 mstari wa 5. Yeremia pia alipoitwa aliogopa na kutetemeka. Akasema, Mungu wangu, tazama mimi ni mtoto tu. Yeremia 1 mstari wa 6. Hakuna mwanadamu aliyekamilika kiasi cha kuwa mwakilishi wa Kristo. Ni kwa neema tu ya Mungu. Mungu anatuita na anatupandisha na kutuweka mahali anapotaka. Sio kwa ajili yetu, wala sio kwa elimu yetu, wala sio kwa ujuzi wetu, wala sio kwa chochote. Ni kwa neema ya Mungu. Musa alifika mahali njiani baada ya kuwapeleka wana wa Israeli, akagoma kwenda. Akamwambia Mungu, mimi hapa sitoki bila wewe.
Mnakumbuka maneno hayo katika kitabu cha Kutoka sura ya 33. Anasema mstari ule wa 12 mpaka 15. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Akamkumbusha akasema, kumbuka, hawa ndio taifa ulilopewa. Yakobo, umekabidhiwa kundi la Mungu. Kundi hili sio jepesi, ni kundi zito lenye kuhitaji neema na rehema za Mungu. Musa akasema, akamwambia Mungu, uso wako upo kwenda pamoja nami, hapa mimi siondoki. Musa amekaa na Mungu miaka 40. Yuko jangwani anatembea na Mungu, lakini anamwambia Mungu, unijulishe njia zako. Jacob, unatakiwa ukae magotini kutafuta neema ya Kristo. Huwezi kusimama peke yako. Ni Kristo ndiye atakayesimama pamoja nawe na atakuwezesha. Usiogope vitimbwi, usiogope vitisho. Wapo akina Sanibarati watakaoinuka, wapo akina Tobia waliopenda madaraka, watainuka juu yako. Lakini yuko Mungu aliye hai. Huyu aliyekusimamisha sio mwingine, ni Mungu mwenye uweza, na nguvu yake haipingani wala haipingwi na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa Jacob, kazi hii sio ya kwako. Umetumwa tu na yuko aliyekutuma. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kazi unayokabidhiwa haina tofauti na idadi ya watu aliopewa Musa. Musa alipewa watu na akatembea nao. Angalia walivyovifanya njiani, angalia walioyafanya barabarani. Unahitaji mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, ujue njia za Mungu kikamilifu. Na jambo la pili, jambo la kwanza ndani yake, omba neema na uso wa Mungu uende pamoja nao. Usijaribu kwenda kwa kutumia akili na uwezo. Ni Mungu atakaye kusaidia, na yeye atasimama ikiwa utajinyenyekeza na kukubali kuwa chini ya mkono wake. Lakini jambo la pili, tambua kuwa kazi hii sio ya kula bata. Ni kazi ya kujitoa, ni kazi ya kujitesa, ni kazi ya kufunga na kuomba. Sio nyepesi, inahitaji maombi yenye nguvu. Paulo mtume anasema, katika taabu na masumbufu, katika heshima, anasema katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Ni nani aliyekwazwa nami nisikwazwe? Hiyo ndiyo huduma unayopewa. Wakorinto wa pili sura ya 11 na mstari ule wa 27. Unahitaji kufunga na kuomba, kukesha, kutafuta neema na uso wa Mungu, ili Mungu akutumie. Wewe ni chombo tu, na Mungu atakutumia akiona umenyenyekea na kuendelea kujishusha ili upokee neema yake. Lakini kumbuka, hutawakosa wataabishaji. Wamo. Miriam alimtaabisha Musa. Lakini pia tunaona sio Miriam tu, ingawa alikuwa dada yake, alimtaabisha Musa. Lakini wapo akina Mordekai waliokuwa wanataka madaraka, waheshimiwe, mpaka wakatengeneza msalaba ili wawaning'inize wengine. Ule msalaba wataning'inizwa wenyewe. Mungu tuliye naye ni Mungu mwaminifu. Uweza wake sio wa kawaida. Tuna Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe.
tumika kwa unyenyekevu na kwa mzigo, ili watu wamwaminio Kristo waokolewe. Habari njema ni hii: ukimtumikia Mungu uwe na hakika utafanikisha njia yako. Ndio maneno aliyomwambia Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 na kuendelea. Anasema hapata kuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari tu na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao kuwa nitawapa. Uwe hodari tu na moyo wa ushujaa. Anarudia maneno yale mara 2. Halafu anasema uwe hodari na mwingi, uhodari mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Hayapo mafanikio bila jasho. Lazima utatoka jasho. Lakini yuko Mungu ambaye anaahidi kukutetea. Hiyo ndio habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo, usiogope. Simama na Mungu aliye hai, na yeye atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alifika mahali akamwambia wale wazee waliokuwa wakati anamaliza huduma yake. Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 18. Anasema ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila ya Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Yakobo, tunataka tukuelekeze ya kama, ndugu yangu, kazi hii ni ya kujitoa. Lazima ujitoe. Paulo hakuacha kulifunua neno la Mungu, kufundisha kweli yote, na hasa katika kipindi hiki ambacho zimeingia imani potofu na watu wanaojiingiza kama kondoo, lakini huku ni mbwa mwitu. Ni wakati wa kufundisha neno. Ni wakati wa kuhubiri kweli. Kweli yote isikike. Anayeokoka aokoke, anayekataa aangamie kwa ujinga wake mwenyewe. Hiyo ndio kazi anayopewa askofu. Sio kazi nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kazi nyepesi. Taka ni wasihi wa Kristo, mnao wajibu wa kulinda imani. Wajibu wa Mkristo mwaminifu ni kuwa mtii na mnyenyekevu kwa wale wanaokufundisha neno la Mungu kwa usahihi. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Ndugu zangu wa Kristo, ukiona mtu analeta vurugu kwenye kanisa, ni kwa uharibifu wa kwake, ni kwa hasara yake mwenyewe, maana isingewafaa ninyi. Ninyi mnapaswa kuwa watii na wanyenyekevu. Leo tuna kanisa ambalo lina watu wanaweza wakasimama ati wanaenda kutafuta haki mahakamani. Nani aliyekuambia haki ya kanisa inatafutwa mahakamani? Mwenye kutoa haki ni Mungu, sio wewe.
Mfike mahali wa Kristo mtulie. Msikilize madhabahu inachosema. Huku kujichanganya na kujivuruga, mnaharibu misingi ya imani tuliyopokea. Na mtahukumiwa kwa sababu Mungu hana mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimalize kwa kusema maneno haya. Nitoe kibwagizo kidogo alafu nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Kiatu cha mtoto mdogo kilidondokea baharini. Mtoto akaandika kwenye mchanga, bahari hii ni mwizi. Pembeni yake mtumbwi uliegeshwa ukiwa na samaki wengi. Mvuvi akaandika mchangani kwenye bahari pale, akasema aisee, bahari hii ni karimu sana. Mama mmoja akiwa anafua nguo kando kando ya bahari, mtoto akatumbukia baharini. Yule mama akaandika mchangani, bahari hii ni muuaji. Mzee mmoja akiwa akitembea pembeni mwa bahari, akaokota rulu kubwa ya thamani, akaandika mchangani, bahari hii ni chanzo cha utajiri. Ghafla mawimbi ya bahari yakaja, yakafuta maandishi yote na bahari ikaendelea. Hivyo ndugu, ndivyo ilivyo katika maisha ya kawaida. Kila mtu atakuona, na hasa ndugu yangu Jacobo, kila mtu atakuona kwa mtazamo wake. Usiumizwe moyo wako kwa maneno ya watu, kwa kuwa watu watakusema au watasema yajazayo mioyo yao. Kila mtu atakuona kupitia macho yake. Mambo matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza, usifute urafiki wao ili uendelee mbele. Badala yake futa chuki ili uendelee na urafiki. Jambo la pili, unapokosewa usiwaze jibu kali, bali uwaze jibu bora zaidi. Waheshimu watu kwa tabia zako, wala si kwa tabia zao, kwa sababu tabia zako ndizo zitakazodumu hata baada yako. Mwisho, kuwa kama bahari. Acha mawimbi yako yafute maandishi yote na maneno yote wanayoyasema, ili mwisho wa yote uendelee na kazi ya Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.